Ongea, karibu sana. Tunashukuru sana kupata muda wako kufika hapa uje kushangaa mbegu mpya ya kwetu. Sisi kampuni ya mbegu mpya, lakini tuko karibu na wakulima. Sisi kampuni ya Tanzania na tunalima mbegu Tanzania kwa wakulima wa Tanzania. Tunafahamu ile shida yako Tanzania, wakati mwingine naona kama mvua imezidi, mbegu naoza, punje mpaka naoza. Wakati mwingine mvua haitoshi, mapato ni kidogo. Sasa sisi tunafahamu, sababu sisi wakulima mwenyewe. Sasa tumeandaa na ile kuzalisha mbegu aina 4 sasa, 2 ya mahindi na 2 ya alizeti. Ukanda wa Songea, sema hii ni kanda ya mvua mingi, pale tunachagua ile namba 630 ya mahindi na ile sunflower alizeti 88. Sisi sababu sisi ni kampuni mpya, wale kina agro dealer na distributor bado hatukufahamu sisi. Sasa naona kuuza mbegu na kubali, na sisi tumefanya tafiti hadi Songea, mbegu vizuri na punja haiozi. So sisi tunakaribisha mezani hapa, wakati baada ya 88, baada ya safari tunapanga kuja kuonana na kila AMCOS, tuongee na wakulima wako, tunipa training, tumonyesha na brochure. Alafu pia tuko na Revo uko wapi? Revo. Huko kazi, naona kazi mingi, lakini Revo atakuja kukaa Songea kabisa, na kuomba mkaribisha. Huyo Revo ni mtu Songea, lakini huko ni mtaalam sana ya kuweka demo vizuri, after kuja kumonyesha mbegu yetu kwa wakulima zaidi kufahamu. So pia nataka kusema nashukuru sana kwa nafasi yako kuja kufahamiana. Alafu sisi tunaomba basi kama tunaweza kukaribisha kwetu kwako, ndio tutakuja kutembelea na kufundisha zaidi kuhusu mbegu yetu. Asante sana, karibu sana. Jamani, katika mafunzo au ziara hii kuna vitu ambavyo tunajifunza kwamba kumbe kwenye AMCOS tuna nafasi ya kuweza kufanya biashara pia moja kwa moja na wazalishaji badala ya kutegemea kutoka kwa agrodealer fulani. Hii ni fursa kwetu. Ninadhani tuibebe kama fursa, kwa maana sisi kama AMCOS ambao tumebeba msalaba mkubwa wa watu nyuma yetu wanaotuzunguka kama wakulima. Ninaamini katika AMCOS zetu nyingi, tukianza halmashauri ya Madaba, ni wakopaji wazuri ambao tunakopa kupitia mabenki, na bahati nzuri mikopo ambayo tunachukua kwenye mabenki, nadhani mnaweza mkawa mashahidi, tunachukua vifurushi tunaita, ambao inakuwa ni mbolea pamoja na mbegu. Kwa hiyo unaweza kukuta chama kimoja kinaweza kachukua tani 3 za mbegu na mbolea labda mifuko labda 700-800, tukaenda kufanya uzalishaji. Lakini wakati unafika, unapoingia makubaliano na agrodealer, unawashangaa mbegu ambayo nyinyi mliappoint yeye muda huo hana, kutokana na changamoto za masuala ya kifedha benki. Kumbe tunaweza tukawa na mdau mwingine wa kutusambazia mbegu ambazo zinakuwa na uhakika. Na hii changamoto ya mbegu ipo kwetu Ruvuma, ipo kubwa tu. Hivi mbolea mbegu ikishafika mwezi wa 11 12 kununua mbegu, ukae na kujua hapo sasa mbegu zile ambazo zinafanya vizuri huwezi kuzikuta masokoni. Kwa hiyo tunaanza kuhangaika sasa kukoteza ile mradi kila mbegu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyama pia hapa nadhani vinafanya pia biashara kama agrodealer, nikiwepo chama changu kinafanya kazi ya kuuza pia mbegu. Sisi huwa kwa mwaka tunaweza kauza tani 2 hadi 3 kwa mwaka, tukiachana masuala ya mikopo. Kwa hiyo mimi nadhani hii tutaichukua kama fursa, lakini miongoni mwa chama ambacho kinaweza kikaingia kwenye majaribio ya kufanya kazi na Seedland, nadhani hata Wino AMCOS tutakuwepo. Naweza kufanya hiyo biashara, tuone tunavyoweza kuisupply mbegu yenu. Lakini kikubwa kinachotakiwa nadhani kwenye hizi AMCOS zetu, kwa maana nyinyi wazalishaji, ni kuwahi kupeleka demo. Sasa hivi sijajua kwamba tutakuwa tumechelewa sana au vipi, lakini kwa sasa hivi itakiwa demo zote zimeshatembea kwenye kila halmashauri pamoja na AMCOS zake.
ili mkulima azione jinsi zinavyofanya kazi. Lakini sidhani kwamba tunasema kwamba tumechelewa. Tunaweza kaanza hata kwa asilimia hiyo ndogo ambayo tunasema tusimame nayo, tuende nayo tukafanye kazi ili tuone namna inavyofanya kazi. Mimi nawashukuru sana kwa maana kampuni ya Seedland kwa kuliona hilo, lakini pia kwa kutambua umuhimu wa Wanaruvuma kwenye upande wa mbegu yetu mpya ya Seedland, pamoja na hiyo hii nadhani hybrid za alizeti. Kule sasa hivi kuna uhamasishaji wa mbegu aina ya nini ile inaitwa LG, sio kampuni gani ile? Seedco ya. Imetembea sana na imefanya kazi vizuri. Lakini nadhani kufanikiwa kwao ni kutokana na demo zao. Na bahati nzuri wanatembea katika mnyororo wa AMCOS. Sisi kila inapofika mikutano ya AMCOS huwa tunakaribisha wale watu wa wasambazaji wa pembejeo. Tunakuwa nao wale maafisa kilimo wao. Wanakuja wanatoa elimu, baada hapo wanaenda kuangalia hali halisi ya kwenye demo. Wakulima wanakuwa washangai. Kwa jambo la kawaida. Kwa hiyo pia tunakaribisheni, Ruvuma ni sehemu ya kwenda kufanyia kazi. Tena ni kubwa tu. Mtashindwa nyinyi. Pitieni AMCOS muone mtakaofanya kazi. Asanteni sana. Naruhusiwa? Okay, kwa majina naitwa Levocatus Petro. Ni bwana shamba kutoka kampuni ya Seedland. Mimi ndo nimepangiwa mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo mimi ndo nitakuwa pamoja na nyinyi. Naomba tu ushirikiano wenu. Tutaweka mashamba darasa ya kutosha. Tuna mbegu nzuri kama mlivyoiona. Kwa hiyo ninachokiomba kutoka kwenu, mnipokee vizuri, mtoto wenu tuje tufanye kazi. Naamini kabisa mtanufaika na mimi nitanufaika. Kampuni itanufaika. Kwa hiyo naombeni sana mnipokee Ruvuma. Mimi ndo nitakuwa pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Ya kuwashukuru sana kwa kufika. Wengine tumewasiliana na nimefurahi kwa kuwaona wameshafika. Kwa sasa hivi natumaini huko mbeleni tutazidi kushirikiana vizuri na tutakuja kwa tembelea, na pia mmeongelea mambo ya demos. Najua tutakuwa na level pale. Mkitusaidia kapisi ka sehemu ka kuweka demos, tutashukuru. Tutakuja. Kwa tarehe kamili nitaongea na mama hapa, dada, tutawajulisha. Lakini tunashukuru sana kwa kuja. Huu ni mwanzo wa ushirikiano mzuri. Asanteni sana.